Shirika la habari la BBC kupitia tovuti yake ya BBC Swahili limeripoti kwamba Iran ina mpango mpya wa kumuua Donald Trump. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akiwa Ankara nchini Uturuki akizungumza na vyombo vya habari, alisema kwamba yeye ni mtu wa kwanza kutafutwa na wa Iran kwamba wanataka wamuue. Wakati huu gazeti la Wall Street Journal linaripoti kuwa Israel imepatia Washington taarifa zinazoonyesha kuwa Iran inazingatia mpango mpya wa kutaka kumuua Donald Trump. Taarifa za Wall Street Journal ambazo pia zimenukuliwa kupitia tovuti ya BBC Swahili zinaeleza kwamba taarifa hizo zinaonekana kuathiri mtazamo wa rais wa Marekani Donald Trump zaidi kuliko hapo awali. Katika siku za hivi karibuni, Trump amezungumzia hadharani vitisho vya kuuawa kwake mara kadhaa, akisema wanataka kumuondoa kiongozi wa Marekani, yaani mimi, na jina langu liko kwenye orodha zao zote. Taarifa hizi ambazo Israel ilimpa Trump pamoja na jaribio lililoshindwa la kutaka kumuua huko Pennsylvania mnamo Julai mwaka 2024 ambalo Donald Trump anadai lilikuwa ni mpango wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, zimemfanya rais huyo wa Marekani kubadilisha suala hilo la jaribio la mauaji kutoka kuwa suala la kiusalama tu na kulifanya kuwa sehemu ya simulizi yake ya kisiasa. Kundi la wakosoaji wa Trump linasema kuwa hii ni njia ya kujipatia huruma na uungaji mkono nchini Marekani. Hata hivyo, wengi wanachukulia tishio la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaka kumuua Trump kuwa ni jambo zito sana, wakirejelea jaribio la jeshi la Iran la kutaka kumuua John Bolton aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Trump mnamo mwaka 2022. Lakini hata kama Trump anatumia suala hili kwa ajili ya propaganda za kisiasa, uzoefu wa kihistoria nchini Marekani unaonyesha kuwa majaribio ya kuwaua marais hayaleti lazima ongezeko la umaarufu wao wa kisiasa. Kumekuwa na takribani majaribio 6 ya kuwaua marais wa Marekani tangu mwaka 1950, kuanzia mauaji yaliyofanikiwa ya John F. Kennedy hadi majaribio yaliyoshindwa dhidi ya Harry Truman, Gerald Ford na Ronald Reagan. Wakati Truman na Ford walishindwa kubadili hali ya kushuka kwa viwango vyao na kukubalika baada ya mashambulizi hayo, Reagan alikuwa tofauti. Ucheshi na utulivu wake baada ya kupigwa risasi mwaka 1981 vilizua wimbi la huruma ya umma na kusababisha ongezeko kubwa la viwango vyake vya kukubalika. Sasa wengi wanaamini kuwa Trump, ambaye rais anayempenda zaidi ni Reagan, anajaribu kuonesha taswira kama hiyo ya uthabiti na uongozi kwa kusisitiza mara kwa mara kuhusu tishio dhidi ya maisha yake. Majasusi wa Mossad walitoa taarifa kwamba kuna mipango ya kutaka kumuua kiongozi huyo, na wakati huu kiongozi huyo anapaswa kulindwa mno. Lakini pia katika kipindi cha hivi karibuni, licha ya kwamba wa Iran walidai kutohusika na mashambulizi ya kuuawa kwake hasa wakati wa kipindi cha kampeni, lakini hata katika siku za hivi karibuni akiwa katika chakula cha jioni na waandishi wa habari baada ya kusikika kwa risasi nje ya ikulu ya White House, bado kumekuwa na taswira za propaganda kwamba mpango wa Iran ni kutaka kumuua Donald Trump, lakini pia kuna namna nyingi ambazo wa Iran wanapanga kwa mujibu wa Mossad wa Israel. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanakuja na mtazamo kwamba pengine ni propaganda za Israel kupitia Mossad kumtengeneza tena rais wa Marekani Donald Trump kukubaliana na kile ambacho Israel inataka. Kwa namna moja ama nyingine, kulikuwa na tofauti kati ya rais Donald Trump na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo walikuwa kitofautiana juu ya kuanzisha tena vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hata wakati huu kuna mazungumzo ambayo wameyafanya viongozi hao wawili, lakini tutakujuza ni nini ambacho walizungumza viongozi hao kuelekea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika namna ya kuishambulia. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News.